Nilikuripotia hapo awali kwamba mambo katika mlango wa bahari wa Hormuz yanazidi kupamba moto kwa hivi sasa upande wote, yani upande wa Irani na upande wa Marekani. Sasa taarifa ni kwamba Marekani imezindua operesheni ya kuokoa meli katika mfereji wa Hormuz, lakini Irani imepinga vikali. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa nchi yake itaanza operesheni maalum siku ya Jumatatu kwa lengo la kuongoza na kulinda meli zilizokwama katika eneo la Strait of Hormuz kufuatia kuzorota kwa hali ya usalama kutokana na vita vinavyoendelea. Operesheni hiyo iliyopewa jina la Project Freedom inalenga kusaidia mamia ya meli pamoja na zaidi ya mabaharia 20,000 waliokwama ndani ya Ghuba ya Uajemi tangu kuanza kwa mapigano kati ya Marekani, Israel na Irani mnamo Februari 28, 2026. Baadhi ya meli tayari zimeripoti kushambuliwa karibu na eneo hilo, hali inayoongeza hofu ya usalama kwa usafiri wa kimataifa. Kupitia ujumbe wake, Trump alisema kuwa hatua hiyo inalenga kusaidia nchi zisizo na upande wowote ambazo zimeathiriwa na vita hiyo, akisisitiza kuwa Marekani itahakikisha meli zao zinapita salama katika njia hiyo muhimu ya biashara duniani. Kwa mujibu wa kamandi kuu ya Marekani Mashariki ya Kati, operesheni hiyo itahusisha nguvu kubwa ya kijeshi ikiwemo meli za kivita zenye makombora, zaidi ya ndege 100 pamoja na wanajeshi 15,000. Hata hivyo, maelezo kamili ya namna operesheni itakavyotekelezwa bado hayajawekwa wazi. Hatua hiyo imekuja baada ya Iran kufunga kwa vitendo mlango wa bahari wa Hormuz, jambo ambalo limeumbisha masoko ya dunia na kusababisha meli nyingi za mafuta na gesi na mizigo kushindwa kuondoka eneo hilo. Mabaharia waliokwama wameeleza kushuhudia mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani, huku wakikabiliwa na uhaba wa chakula, maji na mahitaji muhimu. Trump alieleza operesheni hiyo kama msaada wa kibinadamu, lakini akaonya kuwa jaribio lolote la kuzuia litakabiliwa kwa nguvu. Hata hivyo, Irani imepinga vikali mpango huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Irani IRNA, limetaja kauli ya Trump kuwa haina msingi, huku Ebrahim Aziz akisisitiza kuwa hatua yoyote ya kuingilia eneo hilo itachukuliwa kama ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Kauli hiyo ya Trump imekuja wakati ambapo Irani inaendelea kuchunguza majibu ya Marekani kuhusu pendekezo lake jipya la kumaliza vita. Mwisho, jinsi ambavyo taarifa inaeleza. Sasa kitu ambacho kinaonekana hapa kuhusiana na mlango wa bahari wa Hormuz ni kwamba kuna mvutano mkali unaendelea baina ya pande zote, yani pande ya Marekani na pande ya Irani. Irani yenyewe imeweka vizuizi vyake katika mfereji huo wa Hormuz na kusababisha mamia ya meli kushindwa kupita katika eneo hilo tangu mzingiro wa mlango wa bahari wa Hormuz ulipowekwa na Irani, ule uzuiaji, yani ile blockade ya meli zote kutopita katika eneo hilo. Sasa Marekani kupitia Rais Donald Trump imechukua hatua za haraka zaidi kwa kusema kwamba kuanzia Jumatatu, siku ya hii leo, wamezindua operesheni ya kuokoa meli zote katika mlango huu wa bahari wa Hormuz, na operesheni hiyo itakuwa na lengo la kuongoza na kulinda meli zilizokwama katika eneo hilo. Operesheni hii itahusisha meli za kivita zenye makombora, lakini pia zaidi ya ndege 100 za kijeshi na wanajeshi 15,000. Kwa picha ya kawaida, Irani yenyewe imeita kwamba huu utakuwa ni uvamizi na pia watauita kwamba ni uvunjifu wa makubaliano ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Mashariki ya Kati kwa ujumla. Najaribu kuwaza ni kwa jinsi gani ambavyo Marekani itafanikisha mpango wake wa kutekeleza operesheni kwa ajili ya kuweza kulinda meli zote zilizokwama katika eneo hilo na kuongoza meli hizo zisipate kashikashi na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutokana na uzuiaji wa mfereji wa Hormuz. Je, itafanikiwa jinsi ambavyo Rais wa Marekani Donald Trump ameeleza, au zitaishia kuwa ni kauli ambazo amekuwa akizitoa mara kwa mara kuhusiana na mzozo huu mkubwa kati ya Marekani pamoja na Irani? Basi tutazidi kufuatilia kile ambacho kitatokea siku ya hii leo. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu na Zone Media wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, lakini pia kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.